Samia Suluhu sasa yumo tahabani na anakabiliwa na mtihani mkubwa baada ya Commonwealth mukipenda Jumuiya ya Madola ikifanya uamuzi ambao waweza kumwathiri vibaya kimataifa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Katika hatua inayotafsiriwa kama onyo kali lisilo na upole wa kidiplomasia, Jumuiya ya Madola imechagua Tanzania kama kitovu cha mjadala mpana juu ya mustakabali wa demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki, ikiweka masharti mazito ambayo huenda yakabadili mienendo ya kisiasa na kijamii kabla ya uchaguzi unaofuata. Uamuzi huu umefungua ukurasa mpya wa usimamizi wa kimataifa dhidi ya taifa lililowahi kuitwa ngome ya utulivu na uthabiti wa kikatiba, lakini sasa linatajwa kuonesha dalili za kuyumba kwa taasisi muhimu za kikatiba na kupungua kwa nafasi ya raia kushiriki kikamilifu katika mijadala ya kitaifa. Katika mkutano wa 71 wa viongozi wa Commonwealth Ministerial Action Group uliofanyika tarehe 5 Disemba mwaka 2025 kwa njia ya mtandao, mawaziri kutoka mataifa 9 waliweka wazi mashaka yao kuhusu mwelekeo wa nchi ya Tanzania, wakisirikisha hofu ya pamoja kuhusu mgogoro na migogoro ya kisiasa iliyojitokeza katika kipindi cha kabla na baada ya uchaguzi. Uamuzi wa kuingiza Tanzania katika ajenda rasmi ya mkutano ujao wa Machi mwaka 2026 au kuelezwa kama hatua ya kistaarabu ya kushauri, bali kama mchakato rasmi ya kutathmini hatua za kurekebisha misingi ya utawala na uwajibikaji, ambao ni hatua ambayo mara nyingi hutumiwa kwa mataifa yanayoonyesha kupoteza mwelekeo wa misingi ya kidemokrasia. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa ikipongezwa kwa kujenga taasisi zinazolinda hadhi na utawala wa sheria, utengano wa madaraka na uhuru wa kujieleza. Lakini taarifa ya CMAG ilieleza taswira tofauti, ikionyesha wasiwasi wa kimataifa kuhusu kuzorota kwa misingi hiyo, sambamba na taarifa kuhusu kukwama kwa uhuru wa vyama, ushiriki wa asasi za kiraia na uandishi wa habari, pamoja na visa vya vurugu vilivyofunika mchakato wa kisiasa. Hali hiyo ilitambulishwa kama tishio kwa mustakabali wa uchumi jumuishi, usalama wa taifa na amani ya muda mrefu, ikihusishwa moja kwa moja na udhaifu wa taasisi zinazopaswa kulinda haki na usawa. Katika hatua iliyochukuliwa kuwa ya haraka na ya kimkakati, JM ya Madola ama Jumuiya ya Madola ilimpongeza katibu mkuu wa jumuiya kwa kutathmini mapema hali hiyo na kuteua mjumbe maalum Dr. Lazarus Chakwera aliyewahi kuwa rais wa Malawi kuongoza jitihada za upatanishi na ufuatiliaji nchini Tanzania. Uteuzi huu unaonesha umuhimu wa kisiasa wa mgogoro na utazamwa, kwani mara nyingi wajumbe wa hadhi hiyo huteuliwa tu katika mazingira yenye mivutano ya kiwango kikubwa na yenye athari pana kwa utulivu wa kikanda. Ingawa haikuelezwa wazi ukubwa wa majukumu yake, ukweli kuwa ofisi maalum imeundwa unaashiria kuwa jumuiya inalenga kupata majibu ya moja kwa moja kutoka kwa wachezaji wakuu wa kisiasa nchini humo. Ubalozi wa Tanzania uliwasilisha taarifa maalum kuhusu hali ya kisiasa nchini, lakini badala ya kupunguza wasiwasi, taarifa hiyo ilifungua milango ya mjadala mpana kuhusu kiukwaji wa haki na msingi wa utawala bora. Kwa mujibu wa CMAG, taarifa za ukiukaji wa haki za binadamu, upungufu wa demokrasia na ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza zimekuwa zikiongezeka, na ni jambo lilotajwa kama sababu ya kuzorota kwa taswira ya taifa hilo kimataifa. Hali hiyo ameifanya jumuiya kuhitaji mabadiliko ya haraka na ya wazi, pamoja na uwajibikaji wa waliohusika na vurugu na madhara yaliyotokana nayo. Na katika hatua iliyotokana ama ilionekana kuwa na uzito wa kipekee, Commonwealth imeweka Tanzania katika ajenda rasmi ya mkutano ujao wa Machi 2026 na imeweka masharti makali ambayo yanatazamiwa kutekelezwa kabla ya uamuzi kamili kufanywa. Masharti hayo yanaakisi mapendekezo ya kurejesha uhalali wa kisiasa na kuimarisha imani ya raia katika mchakato wa uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kuondoa vizuizi vya vyama, vyombo vya habari na asasi za kiraia, kuruhusu mkutano wa kitaifa wa vyama kujadili mfumo wa uchaguzi na kuwapa wajumbe wa jumuiya fursa ya kukutana na wadau bila vizuizi.
Zaidi ya hayo, serikali imetakiwa kuweka mifumo ya kisheria na kiutawala itakayobaini waliohusika na vurugu, kuwajibisha na kuwalipa fidia waathiriwa inapostahili. Masharti hayo yameangaliwa kama jaribio la kuzuia kukithiri kwa hofu, migawanyiko na kukosekana kwa imani ya wananchi katika taasisi za msingi. Ingawa hayakuwekewa tarehe ya mwisho rasmi, mazingira ya kisiasa yanayoelekea uchaguzi mpya yameongeza umuhimu wa kasi ya utekelezaji. Kwa mujibu wa Commonwealth, mchakato wa kisiasa unaotarajiwa haueleweki bila kuwepo kwa utaratibu wa wazi wa ushirikishwaji wa vyama pamoja na mazingira huru ya kueleza mawazo. Katika tukio lisilo la kawaida kwa diplomasia ya kimataifa, Commonwealth pia ilitaka Tanzania kuwasilisha kwa katibu mkuu mwongozo rasmi wa tume ya uchunguzi ambayo serikali imeitangaza. Kauli hii imeonyesha shaka kuhusu uwezo wa chombo hicho kujenga imani bila usimamizi wa kimataifa, hasa kutokana na taarifa kuhusu kiukaji wa haki wakati wa uchaguzi. Hatua hii imepelekea kuibuka kwa dhana kwamba tume hiyo haikutarajiwa kuwa chombo cha ndani pekee, bali sehemu ya marejesho kwenye thamani ya jumuiya kwa ajili ya uamuzi wa Machi. Na katika kuongeza shinikizo la ufuatiliaji, CMAG ama Commonwealth iliagiza katibu mkuu kuandaa ripoti kamili kuhusu utekelezwaji wa masharti hayo, ikisisitiza kuwa taarifa hiyo itakuwa msingi wa uamuzi wa Machi mwaka 2026. Kwa mantiki hiyo, muda uliobaki si tu kipindi cha mabadiliko, bali mtihani wa kitaifa unaohusisha uwajibikaji wa kisiasa, uwezo wa taasisi za serikali na utashi wa kujenga upya mfumo wa kisiasa ulio na mvutano. Lakini hatua za jumuiya hazikuishia katika masharti tu, kwani katika mwendelezo wa mkutano, Commonwealth Ministerial Action Group ilieleza msimamo wa kuendelea kushirikiana na Tanzania ili kuimarisha msingi wa utawala wa sheria, mgawanyo wa madaraka, haki za kikatiba na uongozi bora. Ahadi hiyo inaashiria kwamba licha ya wasiwasi kuhusu mwelekeo wa taifa, jamii ya kimataifa bado inatambua uwezekano wa kurekebishwa kwa misingi hiyo kupitia ushirikiano wa kiufundi na kimawazo. Serikali imetakiwa kuchukua hatua ya kuzitumia rasilimali za kitaalamu zinazopatikana kutoka katika jumuiya ili kuimarisha amani, uthabiti wa kisiasa na uongozi bora. Mkutano ulifungwa kwa kupanga tarehe ya kukutana tena tarehe 7 Machi mwaka 2026 katika viunga vya wiki ya Commonwealth jijini London. Lakini tarehe hiyo haijafungwa tu kwa maana ya ratiba, bali imebeba uzito kama siku ya kutathmini mustakabali wa Tanzania ndani ya familia ya jumuiya. Uamuzi wa Machi unaweza kuimarisha hadhi ya taifa au kufungua mlango wa hatua nyingine kali za kimataifa katika mazingira ambayo jumuiya imewahi kuyatumia kwa mataifa mengine yaliyoshindwa kurekebisha misingi ya demokrasia kwa wakati. Na kwa Tanzania, simulizi mpya limeandikwa katika uso wa diplomasia ya kimataifa kwamba taifa linalojulikana kwa historia ndefu ya mabadiliko ya kisiasa yasiyo na vurugu sasa linakabiliwa na makubaliano magumu ya kurekebisha mifumo iliyotetereka. Na katika kipindi cha miezi michache ijayo, watawala, taasisi na jamii ya kiraia watalazimika kukabiliana na changamoto ya kuunda upya imani ya wananchi na kujenga mazingira ya kisiasa yanayoruhusu mjadala, upinzani, ushiriki wa raia na uwajibikaji wa utawala. Kwa sehemu kubwa, jukumu hilo halijapewa mtazamo kama mjadala wa ndani wa taifa, bali kama ajenda ya kimataifa yenye athari kwa utulivu wa eneo la Afrika Mashariki na taswira ya Jumuiya ya Madola. Kwa masharti yaliyowekwa, taarifa zilizotolewa na majukumu yaliyogawanywa, Tanzania imeingia katika kipindi cha tathmini ambacho kinaweza kuiweka katika mkondo mpya wa mabadiliko au kuipeleka katika mwelekeo wa ukinzani wa kidiplomasia. Kwa sasa ulimwengu wa kimataifa unasubiri matokeo ya safari hiyo, ukitazama kama historia itajirudia kama hadithi ya taifa lililokuwa na nafasi ya kurekebisha misingi yake, au kama simulizi la kuanguka kwa matumaini ya demokrasia katika eneo linalodai ustawi na utulivu kama nguzo ya maendeleo. Ndo hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, chaneli yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa ustaarabu bila kupindisha wala kuegemea upande wowote.
Zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kugonga alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta.